penzi lake tamu ananipatia, na ni raha kupendwa, mlomkataa mnajutia, baby twapendo si yao, nikimkataa ataumia wala soe. Mnamo tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 kuna matukio mengi ambayo yaliweza kutokea ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu inayopatikana mkoani Kigoma nchini Tanzania. Tukio mojawapo liliweza kutokea siku hiyo ni kuzikwa kwa baba mzazi wa mchezaji wa Simba Sports Club Kibu Dennis Prosper, ambaye mzee Dennis Prosper ndio siku aliyoweza kulazwa kwenye nyumba yake ya milele. Lakini halikuwa tukio hilo pekee, kuna tukio lingine kubwa liliweza kutokea siku hiyo ndani ya kambi hiyo ya wakimbizi ambayo iliweza kusanya watu zaidi ya 1000 wakisherekea uzazi wa Eliza Grace. Eliza Grace ni miongoni mwa masista ambazo sister huyo ni maarufu sana ndani ya kambi hiyo ya wakimbizi. Ndio siku alikuwa ameweza kujifungua, lakini akaona sio vibaya acha aweze kusherekea pamoja na ndugu jamaa na marafiki. Tukio hilo liliweza kupokelewa kwa shangwe, watu wengi walifurahi, watu wengi walimiminika kutoka sehemu mbalimbali ndani ya kambi hiyo ya wakimbizi. Na pia aliweza kuandaa sherehe kubwa ambao kuna wasanii, kuna mastaa wengi walikuwepo kwenye tukio hilo. Alikuwepo Kifaru Maburo, moja kati ya makomedian ambao wanaosifika sana ndani ya kambi hiyo ya wakimbizi, na kulikuwepo Bido Star ambaye ndiye baba mzazi wa mtoto huyo. Matukio yalikuwa ni mengi siku hiyo na watu waliweza kuvaibuka sana zaidi kwenye sherehe hiyo ya Eliza Grace. Watu waliweza kumuunga mkono na watu waliweza kutoka sehemu mbalimbali kuja kushuhudia sherehe hiyo. Watu wakionyesha kufurahi, walicheza kwa pamoja, watu walivaibuka kiufupi. Na ilikuwa ni sherehe ya kuvutia na iliweza kukusanya watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Mimi shuhudia kilichoweza kutokea siku hiyo, maana watu hawakuamini mbele ya macho yao kilichoweza kutokea siku hiyo. Hatukupata nafasi ya kuzungumza naye, lakini kadri siku zilivyoweza kwenda tuliweza kupata nafasi ya kuzungumza naye. Eliza Grace akaweza kutuelezea changamoto anazokumbana nazo kipindi hiki ambacho bado ni mzazi, akizungumza pia kuwa ni masuala ya kunyonyesha bado anampiga chenga kutokana na ukizingatia kuwa yeye bado ndo ameanza, ndo mtoto wake wa kwanza. Na alizungumza mambo mengi, alifunguka mambo mengi. Nimekuachia interview hapo, zungumza naye japokuwa muda wake ulikuwa uruhusu, lakini tulipata muda kidogo wa kuzungumza naye. Sikiliza alichoweza kukiongea hapo chini na toa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho alichoweza kukifanya tarehe hiyo, na pia neno moja kwake na mtoto wake na waliomsupport mpaka sasa hivi hapa na sherehe hiyo ikaweza kufanyika. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hili? Official Memories_255 ni jina langu na hii hapa ni Marshall TV. Make sure umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa zetu kila siku na kwa wakati pia. Mimi tena Bido Star, umbo kama kisanamu, sura kama mdoli, mwana kafuzwa nizamu. Mambo vipi? Kama kaa kinyonge fulani. Kawaida tu. Kawaida. Yeah. Tulikuwa tunakuzia kwa jina la Eliza, lakini kwa sasa hivi nahisi majina yamebadilika. Kwa sasa hivi unatumia jina gani? Naitwa Mama Die. Mama Die. Mama Die kama Die. DMS. Kwa nini mtoto wako uliona muite kwanza Die? Ndio nimependa tu. Umependa? Hapana, niko fresh. Uko fresh. Yeah. First of all, kwanza tunatamani kwanza kujua Eliza wa kama siku 3 zilizopita na Eliza wa siku ya leo hivi. Kuna utofauti, ni kitu gani ambacho kinatofautisha? Tofauti moja iko nje. Cha kwanza tofauti, mimi sikuwa na mtoto na hivi sasa hivi nishakuwa na mtoto, na maana hapa jina imebadilika. Alright. Yeah. Hivi target yako kwa sasa hivi unatamani uje kuwa na watoto wangapi? Mtoto. Watoto wangapi? Sijui, kajua Mungu jana. Jana panga vyake. Mungu ndo anapanga, lakini unaweza kusema mimi target yangu na imani mpaka ifikapo mwaka 2035 nitakuwa na watoto kadhaa. Mwaki mimi siwezi watoto wote, lakini tu nimeshukuru Mungu kwanza kisanga tena nifungulia njia mtoto wa kwanza huyo hapo. Yeah. Toka upate mtoto wako ni kitu gani ambacho kimebadilika ndani ya maisha yako, kwa kuanzia jamii ya kuzunguka hata na kwa familia pia? Kwanza nimekuwa mtu mkubwa sana. Alright. Yeah. Umekuwa mtu mkubwa tofauti na awali. Kidogo hapo nyuma ulikuwa mdogo, lakini kwa sasa hivi umekuwa mkubwa.
Nimekuwa mtu mkubwa ya. Umekuwa mtu mkubwa. Yeah. Right. Changamoto gani zaidi sana ambazo unakumbana nazo ukizingatia wewe ni mzazi? Changamoto kwanza mimi kwa sijajua kunyonyesha mtoto. Kwa hiyo hapa watu wakaanza fundisha kunyonyesha mtoto. Right. Ya kubadilisha mtoto manguo bado sikuwa sijazoea. Bana, Liza kwanza nakwambia kwamba yeye kwanza changamoto kubwa ambazo akabiliana nazo ni kwamba kunyonyesha mtoto alikuwa yani bado hajazoea, lakini itakuchukua muda gani ili uweze kuzoea kwa unavyoona? Taratibu tutazoea. Yeah. Right. Hivi mtoto unashirikiana nani kumlea hapa nyumbani? Watu wote wanasaidia hapa nyumbani. Alright. Vipi Bidobido anaonesha ushirikiano au babake atakosa kushiriki kabisa? Yeah. Right. Tumeona mazawadi kibao yameweza kutoka hapa na hapa, Eliza sijui nini. Hivyo unajisikiaje kuona vitu kama na hivyo vinatokea? Kwa nimefurahi tu, nimeshukuru na zaidi sana nasema Mungu awabariki watu wananisupport. Ya Mungu awazidishie. Masuala yako ya kazi na yenyewe unapangilia vipi? Nitaendelea. Utaendelea? Yeah. Baada ya hapa tutarajie kwamba kitu kinakuja. Yeah. Hivi baada ya miaka 5 unajiona wapi? Miaka 5? Wapi? Ijayo. Nitakuwa wapi? Unajiona wapi? Sijui, Mungu anaandalia makao. Kwa upande wako wewe unajionaje? Sijapangilia, ninapangilia tu, lakini naomba Mungu niishi na mtoto wangu salama tu. Basi. Mtoto wako tabia gani ambavyo hautamani aje kuwa navyo wewe kama mama mtoto? Mama mtoto wote tu, sio tu mimi, ila hawezi penda mtoto wake awe mkorofi. Awe mwizi. Hakuna mtoto mzazi wowote ule mwatamani mtoto wake haribike. Guys, tulitamani tungezungumza mambo mengi na Eliza, lakini ndio hivyo, muda hauruhusu. Mambo ni mengi sana, lakini tunamtafuta wakati mwingine ili tuweze kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na maendeleo ya mtoto wake na mambo mengine kibao. Nikimkataa ataumia, wala siwezi kutendwa. Wake kama maji nimetulia, taarifa ifike kwao. Kanirudisha utotoni. Marshal TV, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku.